Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imesema itajiondoa katika soko la gesi la Ulaya na kuelekeza usambazaji wake mahala pengine bila kungoja Umoja wa Ulaya kupiga marufuku uagizaji wake. Rais Vladimir Putin amesema wakati huu katika kipindi ambacho kwanza upatikanaji wa nishati umekuwa ni mdogo lakini bei yake imepanda. Sasa ni wakati ambapo Urusi inaanza kujionyesha sasa kwamba uhitaji wake ulikuwa ni walazima karibia ulimwenguni kote. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema hayo mnamo Jumatano baada ya kumkaribisha waziri wa mambo ya nje wa Hungary Peter Szijjarto katika ikulu ya Kremlin. Hakuna nia ya kisiasa hapa, lakini ikiwa tutafungwa baada ya mwezi mmoja au miwili itakuwa bora kuacha sasa, kuhamia nchi ambazo ni washirika wa kuaminika na kujimarisha huko. Lakini huo sio uamuzi bado. Ni mimi tu kufikiria kwa sauti kubwa kwa kusema, hakika nitaagiza serikali kufanyia kazi suala hili na makampuni yetu, Putin alimwambia mwandishi wa habari wa Urusi Pavel Zarubin. Moscow inaweza kuelekeza vifaa kwa masoko yanayoibuka mbadala, lakini ikizingatia nia ya Umoja wa Ulaya iliyotamkwa mara kwa mara ya kuondoa kabisa rasilimali za Urusi. Putin alipendekeza mgogoro wa nishati katika EU ni matokeo ya sera potofu zinazofuatwa na mamlaka ya kambi hiyo kwa miaka mingi, alisema. Hata hivyo, masoko ya nishati yameitikia vita vya Mashariki ya Kati. Masoko ya nishati wakati huu yanaonekana kupandisha soko la nishati kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Urusi siku zote imekuwa ikisalia kuwa muuzaji wa nishati ya kuaminika kwa washirika wote wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mataifa ya Ulaya, rais huyu alibainisha. Moscow iko tayari kuendelea na kazi kwa njia hiyo na washirika hao ambao wenyewe ni wa kutegemewa, aliongeza. Kwa mfano, na wale walio katika Ulaya Mashariki, Slovakia na Hungary, tunawapa rasilimali zetu za nishati, mafuta na gesi, na tunakusudia kuendelea kufanya hivyo wakati ujao, na uongozi wa nchi hizi utafuata sera sawasawa na za leo. Kutegemea kwetu, ameeleza rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hili litasababisha nchi nyingi za Ulaya kuyumba kiuchumi kwa sababu walikuwa wakitegemea kwa kiasi kikubwa mafuta pamoja na gesi kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo wakati huu limekumbwa na vita kubwa mno, lakini pia wanategemea mafuta na gesi kutoka nchini Marekani ambayo inaonekana kupanda kila kukicha. Wachambuzi wanasema hii itawafanya watu wa Magharibi kuja na tamko la kuitaka Marekani kuachana na vita hivyo. Kufuatia mkutano wa Putin na Szijjarto, alifichua kuwa Budapest imepata dhamana ya usambazaji wa mafuta na gesi kutoka Urusi. Urusi na Hungary zimekubali kufanya kazi katika kubadilisha njia za usambazaji wa rasilimali za mafuta. Tunakubali kwamba ikiwa njia za usafiri hazitapatikana kwa sababu mbalimbali, tutatafuta suluhu mbadala kila wakati. Kwa mfano, ikiwa usafirishaji utaendelea kukabiliwa na matatizo, tutazingatia chaguzi za usafiri wa baharini, mwanadiplomasia huyo alisema katika anwani ya video iliyowekwa katika ukurasa wa Facebook. Hungary pamoja na Slovakia hivi majuzi zimekumbwa na usumbufu katika usambazaji wa bidhaa ghafi za Urusi baada ya Ukraine kufunga bomba la mafuta la Druzhba mwishoni mwa Januari. Kiev imedai mshipa huo uliharibiwa katika mashambulizi ya muda mrefu ya Urusi, jambo ambalo Moscow imekanusha. Budapest na Bratislava wameishutumu Kiev kwa uhuni, wakidai kuwa ilisitisha vifaa kwa makusudi kwa sababu za kisiasa na kutishia kulipiza kisasi. Slovakia ilimaliza mpango wake wa ugavi wa dharura wa umeme kwa Ukraine, huku Hungary ikipiga kura ya turufu pendekezo la mkopo wa euro bilioni 90 sawa na dola bilioni 106 kwa Kiev, pamoja na kifurushi cha hivi karibuni zaidi cha vikwazo dhidi ya Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.